Shalom, ewe ulioumbwa kwa mfano wake Mungu. Kwa majina naitwa James na ningetamani niwe natumia series hii kukuelekeza mambo mafupi ambayo nitakuwa nimepewa na Bwana. Na leo, nianze na tarehe 30 April, nilipokea neno hili kutoka kwa Roho Mtakatifu. Alinishushia neno la kusema watu wake wamekuwa na mioyo ya baridi juu ya Mungu kwa sababu ya aidha kutokupokea au kutokujibiwa maombi yao. Na nilichoambiwa ni kwamba sio kila ombi unaloomba wewe basi Mungu anakujibu wewe directly. Yako maombi ambayo Mungu atakujibu wewe kupitia uzao wako, yani kupitia watoto zako. Na hiyo inaweza kusababishwa aidha wewe kutokuwa na capacity ya kubeba huo upako, hiyo baraka, au ikawa sio mapenzi ya Mungu wewe kupokea ile baraka kama ilivyo, na mapenzi ya Mungu yakawa upokee kupitia mtoto wako. I know ni statement ndefu kidogo, lakini naomba uiplay tena kwa kuirudia, utaanza kunielewa nini hii topic inahusu au nini video leo nitazungumza. Yapo baadhi ya mambo ambayo yanahitaji kile ambacho mimi binafsi naita intelligence ya kiroho, au tuseme hekima ya kiroho ambayo Mungu anaweza kukupatia light ukiomba. Na baadhi ya hayo mambo ni maombi. Maombi yana namna yake ya kuyawasilisha kwa Mwenyezi Mungu. Sasa usipofahamu namna ya kumkaribia Mungu na namna ya kudiscern kwamba ni mapenzi yake au sio, usipotambua utajikuta unajiweka katika eneo ambalo tunasema ni gray area. Unaweza either maombi yako yasijibiwe au yasisikike au yasijibiwe kwa wakati. Umeona? Au wakati mwingine ukajibiwa na usielewe kwamba umejibiwa, ukabaki unalia kumbe umeshajibiwa. Sasa baadhi yetu kutokana na kutokuwa na intelligence au hizi hekima za kiroho, tumejikuta tunaomba sala ambazo ni za kibinafsi. Yani tunataka mambo yatokee kwetu sisi na hatumpi Mungu wigo wa kuweza kujidhihirisha au kuidhihirisha ile baraka kwa watu wengine au kwa ndugu jamaa na marafiki au kwa mtoto wako, lakini katika namna ya kukujibu wewe maombi. Unajua wengi wetu, nakupa mfano, wengi wetu tumekuwa tukiomba kwa namna hii. Mfano labda unasafiri, upo kwenye basi unaomba Mungu, naomba Mungu nilinde ili niweze kufika salama. Lakini kuna namna njema na ya kihekima zaidi ambayo ungeweza kutumia, ambayo ni hii kwamba badala ya kujiombea wewe, unaweza ukaomba kwa kuwafunika wote walio katika basi kwa damu ya Kristo, na ili mfike salama na mkafika salama. Hapo unakuwa umeonyesha intelligence ya kiroho, lakini pia umekuwa na hekima na pia umeondoa ubinafsi katika sala yako. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu neno la Mungu linasema wengine au baadhi yetu maombi yetu hayajibiwi kwa sababu ya ubinafsi. Yani ubinafsi imekuwa ni sababu ya sisi kutokujibiwa. Yani tunataka vitu kwa sababu ya tamaa zetu wenyewe. Ngoja nikusomee neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Yakobo 4:3 and then nitaendelea. Tena mnapoomba hampati kwa sababu mnaomba kwa nia mbaya. Mnaomba ili mpate kutosheleza tamaa zenu. Yani mstari unajaribu kusema kwamba ubinafsi ndio sababu au ndio kizingiti cha kuwafanya watu wasipokee maombi yao au majibu ya maombi yao. Sawa? Na kwa nini iko hivyo? Kwa nini iko hivyo? Ni kwa sababu neno la Mungu linasema kutokea kwa huyu Yakobo, anasema kwamba palipo na ubinafsi na wivu, hapo hapakosi uovu. Nachojaribu kusema ni usiwe mbinafsi wa kutaka kila kitu kiwe chako na kila udhihirisho wa Mungu ukunufaishe wewe. Unajua wapo baadhi yetu ambao kama nilivyosema awali hatuna capacity ya kupokea baadhi ya majibu moja kwa moja. Mbona neema ya Mungu ipo, lakini inawezekana capacity isiwepo. Nakupa mfano, unaweza kuwa wewe ni mzazi au unaomba labda juu ya Mungu akubariki katika finance, upande wako wa uchumi, na uchumi wako unakuta kila ukiomba hujibiwi, upate breakthrough. Kwa nini upate breakthrough? So many reasons like I said, lakini dakika ya mwisho unakuta badala ya wewe kupata breakthrough, Mungu anamtumia mtoto wako kukuletea breakthrough baadaye. Kuna baadhi ya watu, hasa watoto zetu, wanaweza kawa ndo wanaweza kudispense hizo baraka au ndo chanzo cha hizo baraka. Unapokuwa na mtoto, hakikisha mtoto wako unampenda kwa upendo kamili. Kwa maana upendo kamili upendo kamili hautoki kwa mwanadamu, unatoka kwa Mungu. Mtoto anapozungukwa na upendo wa wazazi, yule mtoto anapata kinga
katika ulimwengu wa roho. Maana nguvu za giza na watu wabaya wanakuwa hawawezi kumdhuru kwa kupitia nguvu za giza. So mpaka kufikia hapo nitakuwa nimekuonyesha vitu kadha wa kadha, lakini najaribu kukuonyesha ni vile ubinafsi unaweza kukukosesha baraka na vile ambavyo inabidi maombi yako ya frame. Unajua neno la Mungu linasema tunapoomba tuombe kulingana na mapenzi yake. Nitakupatia mstari kutoka waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 14 ambao unasema hivi: na sisi tuko thabiti mbele ya Mungu, kwani tuna uhakika kwamba tukimwomba chochote kadiri ya matakwa yake yeye hutusikiliza. Kwa hiyo kumbe Mungu anatusikiliza kulingana na matakwa yake. Wanasema his perfect will kimombo. Kwa hiyo unapoomba hakikisha unaomba kulingana na mapenzi yake. Je, ni mapenzi ya Mungu kukupatia wewe hiyo baraka? Na wakati mwingine kuna namna wewe unaweza ukajiweka katika maombi yako au ukajiposition katika maombi yako kupokea baraka ijayo, ambayo ukiwa na discernment dhahiri ya kwamba sembuse Mungu atanijibu kupitia mwanao. Na kuna wakati itakubidi wewe uombe kwa kutegemea na kwa kuwa na hakika ya kwamba nitapokea baraka hii kupitia mtoto wangu. Nakupa mfano, katika Biblia kuna kisa cha Lameki. Lameki ni babake na Nuhu au Noa. Tukisoma ile sura ya 5, nadhani ni mstari wa 20 kuanzia 28 29 pale, tunaona vile ambavyo zile laana ambazo zililetwa na dhambi ya mwanadamu juu ya ardhi sasa zikapelekea kilimo kiwe shida, watu kupata riziki iwe shida. Na labda nitakusomea hiyo, ni Genesis nimesema sura ya 5 nadhani kuanzia mstari wa 28 ule. Unasema hivi: wakati Lameki alipokuwa na umri wa miaka 182 akamzaa mtoto wa kiume, akamwita mtoto huyo Noa akisema, mtoto huyu ndiye atakayetufariji kutokana na kazi yetu ngumu tunayofanya kwa mikono yetu katika ardhi aliyolaani Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba Lameki anajua kwamba shida ambazo anapitia kwa wakati husika ni matokeo ya dhambi za mwanadamu ambazo zikapelekea laana juu ya uso wa dunia. Sasa anachofanya ni nini? Anachofanya ni anaomba, lakini katika namna ya unabii. Si unanielewa? Yaani kachanganya unabii na maombi, kwamba anatamani akafanyike mfariji. Lakini kwa nini anasema akafanyike mfariji? Na kupitia mtoto wake Nuhu. Na ndo by the way hilo jina Nuhu maana yake ni mfariji. Kwa hiyo anavyo prophesy juu ya ujio wa mwanae Nuhu, yeye tamanio lake ni kuona mwanae hataishi katika hali ya shida kama ambavyo yeye anaishi, katika wakati husika. Kwa kuwa ardhi imelaanika na kilimo, ufugaji ni shida, ardhi ikawa haizai kulingana na ile kiwango ambacho sembuse sasa hivi mimi na wewe tunakipata. Sasa nini kinatokea baada ya prophecy hii ya kumtaka mfariji? Mungu akafanya mfariji kwa mwanae ambaye ni Nuhu. Story ya Nuhu tunaifahamu. Baada ya gharika, Nuhu alipotoka katika ile safina alifanya jambo moja muhimu sana la kutoa dhabihu. Sasa nitakusomea, nadhani ni kutoka Mwanzo 8 mstari wa 21. Harufu nzuri ya tambiko hiyo ikampendeza Mwenyezi Mungu, naye akasema moyoni mwake, kamwe sitailaani tena nchi kwa sababu ya binadamu. Najua kwamba mawazo yake ni maovu tangu utoto wake, wala sitaangamiza tena viumbe wote kama nilivyofanya. Akaendelea mstari wa 22, kadiri itakavyodumu nchi, majira ya kupanda na kuvuna, ya baridi na joto, ya masika na kiangazi, usiku na mchana hayatakoma. Yaani hapa tunaona dhahiri kwamba Mwenyezi Mungu anatamka baraka juu ya nchi ambayo kwa wakati huu hakukuwa na majira. Manake mzee Lameki hakuwa anafahamu muda wa kupanda, hakuwa anajua. Lakini Mungu analeta majira, yaani anatamka a good flow of seasons, ili mwanadamu ajue wakati gani wa kupanda na wakati gani wa kuvuna. Kwa hiyo baraka ambayo Lameki alitazamia kwa mwanae Nuhu imejibiwa kwa Nuhu. Tuje kwa Abraham ambaye Mungu alimpa ahadi. Lakini pale ambapo Abraham anaomba uthibitisho wa hiyo ahadi, tukisoma ile nadhani ni Mwanzo sura 15, tunaona vile ambavyo waliingia katika richo fulani ya makubaliano. Tukaona vile ambavyo kuna wanyama 5 walitolewa sadaka, lakini pale kikubwa ilikuwa ni wanasema ni kufanyaje? Ni kukamilisha. Yaani ilikuwa ni namna kama ya kupinga. Umeona? Sasa Mungu anapinga na mwanadamu kwamba baraka zile ambazo ameahidi atampa Abraham, kweli atampa. Na kwa nini ilikuwa vile? Kwa sababu nakumbuka Abraham alipopewa ile ahadi ya kwamba
atazaa mtoto, ingaje umri wake ni mzee, aliamini. Lakini ilipokuja swala la kwamba atapewa nchi ya Kanaani, akamuuliza Mungu, itakuwaje hii? Umeona, itakuwaje hii? Sasa Mungu alimpa jibu. Sasa akampa jibu katika ile sura ya 15 mstari wa 21 kama sijakosea. No, haiwezekani ka 21 sawa, 15 mstari wa 18. Kuanzia mstari wa 18 nitasoma. Siku hiyo Mwenyezi Mungu akafanya agano na Abrahamu. Siku hiyo Mwenyezi Mungu akafanya agano na Abrahamu akisema, wazao wako nitawapa nchi hii toka mto wa Misri hadi ule mto mkubwa wa Euphrates, yani nchi za Wakeni, Wakenizi, Wakadmoni, Wahiti, Waperizi, Warefai, Waamori, Wakanani, Wagirgashi na Wayebusi. Yani hapo unaona dhahiri Mungu anasema, sikiliza, Mungu alimwahidi, kwa sababu juu kabisa, ngoja nitafute mstari. Ndaanzia mstari wa 7. Mwenyezi Mungu akamwambia Abraham, mimi ndimi Mwenyezi Mungu niliyekuleta toka Uri mji wa Kaldayo ili nikupe nchi hii uimiliki. Ilikuwa ni nchi ya Kanaani. Lakini Abraham akamwambia, Mwenyezi Mungu, nitajuaje kwamba nitamiliki nchi hii? Ndipo ambapo Mungu anamwambia alete wanyama hawa na ndio akaingia kwenye ile richo ambayo nilikwambia, ambayo ni kama namna ya kupinga, ni kama namna ya kizamani ya kupinga kwa karne zile. Na baada ya hapo sasa Mungu anamwambia kuanzia mstari wa 13, hapo ujue ya hakika ya kwamba wazao wako watakaa kama wageni katika nchi sio yao, watakuwa watumwa na watateswa kwa muda wa miaka 400. Hata hivyo nitaliadhibu taifa watakaloitumikia na hatimaye watatoka wakiwa na mali nyingi, lakini wewe mwenyewe utaishi maisha marefu na kufariki kwa amani. You see how Mungu anasema, yani Mungu alimwambia atampatia nchi. Sawa, atampatia nchi ya Abraham. Ili promise ilikuwa ni kwa Abraham. Lakini baadaye Mungu anasema, ila hii promise nitakuja kuikamilisha kwa wakati wa watoto wako. Na hao watoto wako kwanza wataingia kwenye utumwa kwa miaka hiyo, and then watatoka. Wakitoka ndio atakuja katika nchi ambayo nimekuahidia. Kwa you see there, Mungu anamwambia Abraham, anataka uthibitisho. Mungu anamthibitishia, lakini anamwambia sio wewe ambaye utanufaika na profesi hii na ahadi hii, bali ni watoto zako. Na watoto wake kweli wananufaika na kile, lakini Mungu anamwambia nini? Kwamba wewe utakufa kwa amani. Kwa hiyo you can see this pattern. Hii pattern ipo kwenye Biblia kwa sehemu nyingi. Kuna wengine ambao wokovu uliwafikia kupitia watoto zao. Nadhani kuna kile kisa cha Gideoni na baba yake mfano. Yani it's all over the place, ambapo sitamani leo niingie in details, nitaandaa makala maalum juu ya hili, ila nilitamani kwanza nikupe muhtasari kidogo, tugusie kidogo. Na nadhani hapa sasa tumeona namna gani ambavyo mtoto anaweza kawa baraka kwa wazazi wake. Lakini pia Biblia inatukumbusha kitu kimoja muhimu sana. Kama ambavyo nilisema, wazazi inabidi tuwapende watoto zetu ili upendo wetu uwalinde. Vivyo hivyo watoto wana jukumu la kuwaheshimu na kuwahana, sijui Kiswahili tunasemeje, kuwahana wazazi wao. Kwa nini? Kwa sababu hata watoto baraka zao zipo kwa hao wazazi. Yaani kwa mtoto kumheshimu baba yake na mama yake ndipo atakapoishi kwa amani hapa duniani. Hiyo ni ahadi. Biblia inasema kwamba amri pekee yenye ahadi katika zile amri 10 za Mungu ni hiyo ya kumheshimu baba na mama. Yaani amri zingine zinasema usiue, usizini, usifanyaje, usifanye. Lakini ile amri ya kuheshimu baba na mama inasema waheshimu baba na mama, ili inayofuata ndo ahadi. Hiyo tutapata katika ile Waefeso 6:2-3 ambayo ndio inasema hicho ambacho nimekuambia. Ngoja nisome Waefeso 6. Waheshimu baba na mama yako. Hii ndio amri ya kwanza ambayo imeongezewa ahadi, yaani upate fanaka na kuishi miaka mingi duniani. So namaliza kwa kusema, ewe mzazi, soma neno, naomba Mungu akupe hekima ya kiroho, akupe intelijensia ambayo nimekuwa nikizungumzia katika hii video. Akupe intelijensia ya kiroho, uelewe namna baraka za Mungu zinashuka katika maisha yako, na pia Mungu akufunue vile ambavyo anakwenda kukujibu maombi yako. Umeona, ili moyo wako usije ukawa baridi juu yake. Kwa maana maombi ukiomba muda mrefu ukaona hujibiwi, inaweza kukuathiri imani yako. Na wewe mtoto, fanya juu chini, muheshimu baba yako na mama yako, kwa maana ndiko baraka ziliko za maisha yako. Na kuna mstari mmoja napenda kuutumia, ngoja nikutafutie. Nakumbuka ni Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari ni wa 8. Inasema hivi. Hapa inazungumzia jinsi ya wewe mtoto unavyoweza kumhana mzazi wako.
Inasema hivi: lakini kama mtu hawatunzi watu wa jamaa yake, hasa wale wa nyumbani kwake, basi mtu huyo ameikana imani na ni mbaya zaidi kuliko mtu asiyeamini. Kwa hiyo take care of your family. Yani kama wewe umepata kazi, basi mkumbuke mzazi wako. Kuna uwezekano 100% wazazi wako walikesha kwa ajili yako, na kuna uwezekano mkubwa wewe unaenjoy kile ambacho waliomba wazazi wako wapewe, na kile ambacho Mungu kawanyima wazazi wako kukupatia wewe kama majibu kwa wazazi wako. Kufikia hapo sina neno la ziada, na kushukuru kwa wewe uliyetazama video hii kutoka mwanzo mpaka mwisho. Mzidi kubarikiwa. Amen.